Ilikuwa ni alasiri ya baridi mwezi Juni. Pembezoni mwa jiji kulikuwa na ujenzi wa barabara. Maji machafu yalikuwa yametapakaa kila mahali. Mwanamke mmoja mzee alikuwa akitembea polepole kando ya barabara. Alikuwa amevaa kanga ya krimu iliyochakaa. Mkononi alikuwa ameshika fimbo ya kutembelea. Nywele zake za mvi zilikuwa zimefunikwa kwa kitambaa. Alionekana mchovu sana. Alitembea kwa uangalifu ili asikanyage maji machafu. Wakati huo huo, gari jeupe jipya aina ya BMW lilikuwa likija kwa kasi. Ndani ya gari alikuwapo msichana aitwaye Anita Okoro. Alikuwa binti wa bilionea maarufu jijini. Anita alimuona yule mwanamke mzee. Akatabasamu kwa dharau. Akapata wazo baya. Badala ya kupunguza mwendo, alikanyaga mafuta. Gari lilipita moja kwa moja kwenye dimbwi la maji machafu. Pwa! Maji machafu yakamfunika bibi yule kuanzia kichwani hadi miguuni. Mwanamke alisimama pale akiwa ameduaa. Kanga yake sasa ilikuwa imejaa tope. Maji yalitiririka usoni mwake. Machozi yalichanganya na maji machafu. Anita alisimamisha gari mbele kidogo. Akageuka nyuma. Akaanza kucheka kwa sauti. "Jiangalie sasa," alisema kwa kejeli. "Labda sasa utajifunza. Usitembee mahali ambapo watu matajiri wanaendesha magari yao." Mwanamke mzee alimwangalia Anita. Macho yake yalijaa huzuni. Hakusema neno. Aliendelea kujipangusa maji usoni. Anita aliendelea kucheka. Akatoa simu yake. Akaanza kurekodi video. "Nitawaonyesha marafiki zangu. Hawataamini hili." Baadhi ya watu waliona tukio lile, lakini hakuna aliyesema chochote. Walimjua Anita Okoro. Walijua baba yake alikuwa tajiri mkubwa. Mwanamke mzee akaokota fimbo yake. Akamtazama Anita mara ya mwisho. Kisha akaondoka kimya kimya. Anita akaondoka akicheka. Akamweleza rafiki yake tukio lote kwa simu. Walicheka pamoja. Jioni ile Anita alirudi nyumbani kwao. Nyumba ilikuwa kubwa sana. Ilikuwa na vyumba vingi. Ilikuwa na bwawa la kuogela. Ilikuwa na watumishi wengi. Alikula chakula cha jioni na baba yake, lakini hakuusimulia tukio alilolifanya. Asubuhi iliyofuata, simu ya Anita ililia mapema. Ilikuwa sauti ya baba yake. Alionekana mwenye hofu. Alimwambia awashe televisheni. Anita aliwasha habari. Alishtuka. Habari zilikuwa nzito. Biashara zote za baba yake zilikuwa zimeanguka. Pesa zote zilikuwa zimepotea. Makampuni yalikuwa yamefilisika. Benki zilikuwa zinachukua mali zote. Ndani ya muda mfupi, polisi walifika nyumbani kwao. Anita aliambiwa afunge vitu vya msingi tu. Hakuruhusiwa kuchukua vitu vya thamani. Alitoka nje ya nyumba akiwa na begi dogo. Kwa mara ya kwanza, Anita hakuwa na mahali pa kwenda. Marafiki hawakupokea simu zake. Usiku wake wa kwanza akiwa mitaani, alikuwa na njaa. Alihisi baridi. Siku kadhaa baadaye, alikutana na Patience. Patience alikuwa mfanyakazi wa zamani wa familia yao. Anita akawasimulia kila kitu. Akakumbuka yule mwanamke kizee. Akakumbuka yale maji machafu. Akakumbuka kicheko chake. Hatimaye aligundua yule bibi kizee aliitwa Mama Kii. Lakini alikuwa amechelewa. Mama Kii alikuwa amefariki. Anita alilia sana. Miaka ikapita. Anita na baba yake waliishi mitaani. Walijifunza maana ya njaa. Walijifunza maana ya kudharauliwa. Hapo ndipo Anita alielewa somo la maisha. Heshima haina bei, na mali hawafanyi watu wawe bora. Ukimdharau aliye chini leo, kesho unaweza kuwa wewe. Huo ndio ukweli wa maisha.